Katika miaka 13 ya Moto wa Uamsho tunamtaka Bwana na nguvu zake. Siku ya leo tupo katika chuo cha kupanda makanisa Manga, jimbo la Singida Kati, kwa Askofu Gaspar Mdimi. Siku ya leo hapa ni siku ya furaha na nderemo. Watu wanafurahi, watu wanayofuraha baada ya wachungaji 24 kuhitimu masomo yao. Na katika chuo hiki nikwambie tu ni chuo bora sana cha kanisa zuri la TAG, na ni chuo ambacho kinawafua wachungaji na wako tayari kwa ajili ya kuanza kazi mpya, au wako tayari kwa ajili ya kupanda makanisa. Ni ongezeko kubwa sana la makanisa ambalo linaenda kuonekana kwa wakati huu. Na tuko hapa kama TAG Online TV kukuletea info zote, habari zote ambazo unatamani kuzifahamu. Kwanza utafahamu leo kuna nini ambacho kimeendelea mahali hapa. Pia utawasikia waangalizi, utawasikia walimu wa chuo hiki. Zaidi ya yote utawasikia askofu. Na nikwambie jambo moja kwamba katika wanafunzi hao ambao wamehitimu siku ya leo, pia kuna wanafunzi ambao wametoka FPCT wamekuja kusoma katika chuo hiki cha kupanda makanisa. Kwa hiyo zaidi ya yote kaa hapo endelea kufuatilia TAG Online TV kwa utukufu wa Mungu. Ni mimi ripota wako Aidan Vivi kutoka Singida. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen. Karibu usimame kwa sababu ninyi mnasimama wawili. Basi nikimtaja Askofu Mdimi wa TAG ni kama mwakilishi, lakini pia upande ule unakwenda kwa kiongozi wa FPCT. Mlikuwa hapa na sasa tunawakabidhi askofu kwa niaba ya mwenzake kwamba sasa mnakwenda shambani. Sasa mgeni rasmi ni kiongozi wa shamba pia. Yeye ni kiongozi huku, lakini kofia yake nyingine ndiye kiongozi wa shamba. Kwa hivyo nikukabidhi, au kwa niaba ya timu hii hapa nikukabidhi kundi hili ili sasa waelekeze shambani. Asante sana ndugu yetu mgeni maalum kwa ajili ya kutukabidhi watu hawa ambao sasa wamehitimu masomo yao rasmi. Anaposema maneno hayo kwamba mmefunguliwa kwenye sheria za chuo, manake umemaliza chuo. Ndugu zangu, watu hawa mnaowaona leo mbele yenu na mbele yetu na mbele za Mwenyezi Mungu wanamaliza masomo yao na kuwa tayari kwenda shambani. Huku nafungwa na sheria za chuo na za idara ya elimu, lakini sasa nakwenda kuwakabidhi kwenye sheria nyingine. Kila kanisa lina katiba na lina miongozo yake. Kwa ninyi mnaomaliza leo, msidhani tumewafungua kwenye sheria ama mmefunguliwa kwenye sheria ya chuo mnakuwa huru. Mtakuwa chini ya sheria, mtakuwa chini ya utaratibu wa katiba za makanisa yenu ama kanisa unalotoka, na bado utakuwa chini ya viongozi. Kawaheshimuni viongozi na watiini viongozi. Nyie mnatoka kanisa la FPCT, askofu yuko hapa kwa niaba ya kanisa lake, na nyie mnatoka TAG, na pengine hata waangalizi wa makanisa ya FPCT wako hapa, na nyie wa makanisa ya TAG. Ninaomba kama kiongozi yote yuko hapa, simama tafadhali, waangalizi. Na mimi napenda maneno haya askofu wetu mkuu huwa anayasema, ninayapenda sana. Kabla sijawakabidhi rasmi, ni vizuri niyasome. Neno hili linatoka kwa Mtume Paulo, anaandika kwenye kitabu cha Timotheo. Sema maneno haya: na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake, lihubiri neno. Uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli,
na kuzigeukia hadithi za uongo, bali wewe, nasema na nyinyi mnaohitimu leo, bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako. Naomba mgeuke huku niwaombee. Alizi, hebu piteni kule upande wa nyuma yao. Piteni upande wa nyuma yao. Naomba mpiteni kwanza upande wa nyuma yao kule, mtawapa mikono. Na baba askofu, pita huko nyuma, nataka kuwakabidhi kwenu na mtawapa mikono. Naomba mpite huko nyuma. Alafu sogeeni mbele kidogo, njoni kwa kidogo wote nyinyi mlioko hapa. Haya, naomba mgeuke sasa kule. Askofu Makasi apewe nafasi pamoja na wachungaji wa FPCT kama wako hapa. Jipangeni hapo, nataka kuwakabidhi watu hawa, muwapokee sasa, tayari kwa kwenda shambani mwa Mungu. Pigeni vigelegele kama mnaweza. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa kwa mamlaka niliyopewa na Mungu na mamlaka niliyopewa na kanisa langu zuri la Tanzania Assemblies of God, na waachilia watumishi hawa sasa waweze kuingia shambani mwa Bwana na kutimiza kusudi la Mungu na mapenzi yake, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Majukumu mema na utendaji mwema wa kazi ya Mungu, mkafanikiwe mjini, mkafanikiwe mashambani, mkafanikiwe kila mnalolifanya, na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asanteni sana na watakia kila la heri, na hawa wanaweza kurudi kwenye viti vyao. Asante. Jamani, Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Asante sana Askofu. Amen. Yeye ni mkubwa kuliko mimi. Amina. Mimi ni mdogo wake. Niko chini. Mheshimiwa, karibu sana, ushukuru kadamnasi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba Askofu wa jimbo letu zuri la Singida Kati, pamoja na kamati yetu ya jimbo, lakini mratibu wa elimu wa kanda yetu ya Kati, Mheshimiwa Profesa Msangi, itifaki na zingatiko, lakini niseme hata tunamkumbuka aliyekuwa makamu wa askofu wa muda uliopita, lakini sasa hivi ni mkurugenzi wa idara ya elimu, mama wachungaji, waangalizi, wachungaji wote na mlioalikwa, lakini wahitimu, na wasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Kwa maneno machache, mimi pia nilikuwa mmoja wao wa kuwekeza kwenye masomo kadhaa, na tunashukuru walifanya vizuri katika masomo. Hili darasa limekuwa la ajabu kwa wana maswali mengi. Kwa kweli walitufurahisha sana. Ukiingia kwenye darasa hili, askofu amemisi mwaka huu kwa sababu ya hivyo, lakini ilikuwa ni darasa ambalo lilikuwa na challenge nyingi za maswali. Ukiingia hivi wanataka kuuliza, unasoma tu, yaani ukianza na muhtasari tu tayari. Kwa hiyo tulikuwa tunawatuliza, na mara nyingi tulikuwa tunawasikiliza na tunabadilishana. Sitachukua muda, lakini nipende kuwashukuru sana. Sasa hivi mmeshakuwa wenzetu kama nilivyotangulia kusema. Wanafunzi sasa hivi kama askofu alivyosema ya kwamba mmeshaachiliwa, kwamba hambanwi sasa na sheria za chuo chetu. Sasa hivi mmeshakuwa wachungaji, kwa maana mmeshamaliza mwaka mmoja wa diploma yetu ya kanisa ambayo inatolewa na kanisa la Tanzania Assemblies of God. Tunawatia moyo mwende mkamalizia kama alivyosema mratibu wa kanda. Lakini baada ya kusema maneno haya, na washukuru wote ambao mmefika katika mahafali haya. Mko wengi sana. Mungu awabariki sana. Hawa watu wamekuwa na baraka, ndio maana hata viti vimekuwa havitoshi. Havitoshi kabisa, mpaka chumba chetu hapa kimekuwa kama hakitoshi. Lakini hii ni baraka, si ndio jamani? Amen. Hii ni ishara ya baraka. Amen. Na baraka hizo zimesababishwa na wanafunzi hawa. Amen, amen. Amen. Ndio ambao
umeuvuta ulimwengu. Kwa maneno haya machache, mimi nililetwa hapa ili kwamba nimshukuru Mungu, niwashukuru ninyi. Sisi idara ya elimu tumeendelea vizuri, tulikuwa makini sana, na tulikuwa tunawaambia wanafunzi wanapoanza mara ya kwanza kwa somo la kwanza lile la kuweka mazingira, kwamba watu wengine wanafikiri tunapokuja chuoni hapa ni kama vitu fulani ambavyo ni kama mchezo fulani. Yaani ni kama watu ni kama wanaona mambo ya Bible sijui nini, yale hapa ni kama hii elimu, na wanapokuja hapa hawatatoka kama walivyokuja. Kweli nakwambia. Amen. Hapa wanafundishwa kabisa na wanaivishwa kabisa. Hakuna yeyote aliyependelewa kwamba tumpasishe labda huyu ni wa cheki tumpe hivi au huyu ni wa hivi. Walikuwa sisi wanafunzi hatuna upendeleo. Akiletwa darasani au ametoka wapi, wote ni mwanafunzi, tunafanya sahihi. Semeni amina. Amen. Kwa niaba ya walimu wote, walimu wenzangu, tusimameni. Mimi kama idara ya elimu nawapongeza sana. Wamefundisha wengine kwa masaa mengi na kurudia, maana masomo mengine ni marefu, inabidi tuongeze masaa fulani ili tukamilishe. Na wapongeza sana walimu wetu ambao mmekamilisha na kuwafanya hawa wanafunzi wafanikiwe. Mungu awabariki sana. Amen. Baada ya maneno hayo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa jina hilo sisi tuko hapa, na pasipo jina hilo tusingekuwepo hapa. Ndio maana baadhi ya wengine ambao hawapo katika ulimwengu wa roho kama sisi hawawezi kuja hapa. Lakini tunakushukuru zaidi kwa ajili ya walimu na uongozi mzima wa chuo chetu cha kupanda makanisa kutoka kanda yetu ya kati, na walimu wote ambao wamefundisha, msimamizi mkuu ambaye anasimamia jimbo letu la Singida Kati, askofu pamoja na kamati yake, Bwana, na bodi ambayo inasimamia, waangalizi na kamati zao, lakini wachungaji na makanisa yote ambayo yapo katika jimbo letu, ambao wamehusika katika mambo mengi ili hawa wanafunzi wapate kuishi katika miezi hiyo mitano, wanywe wale alafu walale wakalala. Lakini Mungu, tunaamini utatufikisha kwenye malengo yetu ambayo tumekusudia. Ninawabariki watumishi wako wote ambao wamehusika kwa mali zao, wamehusika kwa kutoa muda wao, wamehusika katika mambo mengi. Endelea kuyabariki makanisa yetu katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya makanisa yetu ya FPCT. Bwana, kama tuko kitu kimoja wa makanisa ya CPCT katika Tanzania yetu na katika mkoa wetu wa Singida, Mungu tunakushukuru sana kwa ushirikiano huu. Tunaamini roho mmoja itaendelea kuwa pamoja nasi katika mkoa wetu. Ninakushukuru kwa ajili ya yote, hata katika yale ambayo hatujayasema kwa kinywa hiki, Roho Mtakatifu atayatimiliza. Ninakubariki Baba kwa ajili ya wanafunzi hawa, kwa sababu wamekuwa ni watifu sana. Wabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa majina naitwa Gaspar Mdimi, ni askofu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, jimbo la Singida Kati. Siku ya leo imekuwa siku ya furaha sana na imekuwa siku njema, kwa sababu ni siku ya mahafali ya wachungaji waliomaliza masomo yao katika chuo chetu cha kupanda makanisa. Tumekuwa na wachungaji 24 waliohitimu leo, na kwa kweli tumeziona baraka za Mungu. Na Mungu amekuwa mwema, kwa sababu tulikuwa tunatazamia kwamba Mungu atupe watu watakaoweza kusimama kwa ajili ya kazi yake, na Mungu ametujalia tumepata hawa watu 24. Hakika tuna furaha na tunajisikia vizuri mno, na mahafali yameenda vizuri kabisa, na Mungu ametubariki sana. Tunashukuru sana kwa ajili ya kila kitu kilichofanyika leo. Tuna ongezeko la wanachuo. Mwaka jana tulihitimisha wanachuo 13 na mwaka huu tumehitimisha wanachuo 24. Kwa hiyo tuna karibu asilimia 50, ni asilimia 49 na point hivi ya ongezeko la wanachuo
walioongezeka kwa mwaka huu. Tunamshukuru Mungu na tunategemea tutaendelea kumwomba Mungu ili mwakani Bwana atujalie neema tupate wanafunzi wengi zaidi. Ninashukuru sana na kimekuwa baraka. Asanteni sana. Tunawakaribisha tena kwenye chuo chetu cha kupanda makanisa hapa Manga. Asante. Majina yangu ni mchungaji Amos Magasi. Mimi ni askofu mstaafu wa FPCT jimbo la Singida, nikiwa mstaafu pia wa wadhamini kitaifa kwa kanisa langu la FPCT. Lakini nikiacha mbali na hivyo, nimefika hapa kwa ajili ya mahafali ambayo ilikuwa inafanyika kwa kanisa letu la kupanda makanisa la TAG, na ukweli nimefurahi sana. Kwanza utaratibu uliowekwa, mafundisho vile walivyofundishwa. Lakini kwa nini nimefika hapa? Kwa sababu nimetuma wanafunzi 10 kwa awamu hii na wamefanya vizuri. Na katika kufanya nimekuta hata wa FPCT wamezawadiwa kwa kufanya vizuri, lakini sio shida kuzawadiwa. Kilicho cha maana ni mafundisho yale ambayo wameyapata, na bila shaka yatawafaa. Na kwa kuwa kanisa letu la TAG wametumia mtindo huu wa chuo hichi kwa ajili ya kuwawezesha watu kwenda kupanda makanisa, na sasa hivi makanisa yanaongezeka kwa ajili ya kauli mbiu walionayo ya kupanda makanisa. Lakini FPCT na sisi tuna kauli mbiu ambayo tunasema lete mamilioni ya watu kwa Yesu. Kwa njia hii ya kufanya vyuo kama hivi na kuwaleta wanafunzi kama hawa, inaleta uamsho na italeta utendaji mkuu wa kazi ya Mungu na kutimiza agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, na kwamba enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Nalipongeza kanisa la TAG kwa kufanya hivi, na sisi najua tuna vyuo vyetu, sio kwamba hatuna, lakini kwa awamu hii nilifikiri kuwaleta hapa. Ibarikiwe kazi ya Mungu, na Mungu aibariki nchi yetu na kubariki uongozi pia kupitia jina la Yesu. Amen. Naitwa mchungaji Amos Yusufu Magogo, ni mratibu wa chuo hichi cha kupanda makanisa hapa jimbo la Singida Kati. Leo tuna mahafali nzuri sana ambayo imefanyika hapa toka asubuhi. Kama unavyoona, hiki ndio chuo chetu cha hapa cha kupanda makanisa jimbo la Singida Kati. Huu hapa unaoona ni ukumbi wetu mzuri kabisa. Huu hapa ukumbi mzuri kabisa ambako tunafanyia matukio mbalimbali ya kijimbo, lakini ikiwemo na sherehe zetu. Lakini ile pale ni nyumba ya mkuu wa chuo, nyumba ya mkuu wa mratibu wa kituo, lakini tunaitumia kama kwa ajili ya shughuli mbalimbali za viongozi mbalimbali kulala pale, maana tumeiboresha sana. Tumeweka mpaka TV. Yaani imetulia, imekaa vizuri kabisa. Na lile pale unaoliona pale ni bweni kubwa la wanaume, lina vyumba vingi kama 14 hivi. Na lile kule ni bweni la wanawake, na yale kule ni madarasa. Leo tumehitimisha wanafunzi 24. Ikiwemo tuna wanafunzi pia kutoka kanisa la FPCT ambao wamejumuika na sisi, na tumefurahi sana. Na tulikuwa na Askofu Magasi hapa akiwepo mmoja kwenye sherehe hii. Tumefurahi sana. Sherehe kwa jumla imekuwa nzuri. Mungu ni mwema. Tumesikia namna walipojisikia vizuri. Jana nilikuwa naongea na mwanafunzi mmoja, akaniambia kitu cha ajabu sana. Akaniambia amegundua kumbe chuo hiki kinatoa elimu ya hali ya juu sana, elimu nzuri mno, baada ya mratibu wa elimu wa kanda Mzee Msangi kuhudumia, akaniambia kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo tumehitimisha wanafunzi ambao ni wazuri sana, na Mungu ni mwema. Amen, amen. Kwa majina yangu naitwa Frederick Manase, ni msajili wa chuo cha kupanda makanisa cha jimbo la Singida Kati. Tunamshukuru Mungu, leo tumekuwa na mahafali nzuri ambayo tuna wahitimu 24 wamehitimu leo katika chuo chetu. Na tunamshukuru Mungu sana kwa sababu mwaka jana tumefanikiwa, tulikuwa na wanafunzi 12 tu, lakini mwaka huu wamedabo mara 2. Na tunatamani kama Mungu akitusaidia waongezeke zaidi na zaidi kwa mwaka unaokuja. Wanafunzi tulionao walio wengi umri wao kidogo umekwenda, una miaka ya kutosha. Lakini nilikuwa ni wito wangu kupitia muda huu ninaoongea, tungepata vijana wa kutosha wanaoitwa kama jinsi mhubiri wetu na mgeni wetu rasmi alivyohubiri mchana wa leo, ya kwamba
kuitwa. Ukiitwa mapema utamtumikia Mungu kwa viwango vikubwa na ukiwa na nguvu ya kutosha. Kwa hiyo nitoe wito, vijana, hebu tokeni mkamtumikie Mungu. Ni wakati wenu wa kumtumikia Mungu. Vijana, amkeni mkamtumikie Mungu, na Bwana anawataka kwa ajili ya utumishi. Amen. Kwa hiyo ni shukrani yetu sana, na tunamtukuza Mungu, na tumekuwa wanafunzi bora na ni wazuri wenye moyo mkubwa katika utumishi huu. Tunamshukuru Mungu sana kwenye hili la mwaka huu. Tumekuwa na mahafali nzuri kabisa yenye ufanisi mkubwa. Nashukuru sana, asante. Kwa majina ninaitwa David Mpinga, ni mchungaji wa kanisa la TAG pale Kisaki, lakini kwa neema ya Mungu ni mwangalizi wa sehemu ya Singida mjini Mashariki, lakini pia ni mwalimu wa chuo cha kupanda makanisa. Tutegemee mabadiliko makubwa kwa sababu wanafunzi hao wamekuwa ni wadadisi na wamekuwa ni watu wanaoangalia hali iliyokuwepo, lakini pia wametamani sana kubadilisha mazingira ambayo wao waliona kama yangehitaji mabadiliko. Kwa hiyo tutarajie kuona kanisa linabadilika sana, maana ni watu waliokuwa wanatamani mambo makubwa tena yaliyo bora na yanayokwenda na wakati tulionao. Naitwa mchungaji Yusufu Abramani. Mimi ni mwangalizi wa sehemu ya Kititimo, lakini pia mimi ni mwalimu wa chuo cha kupanda makanisa hapa Manga. Mimi naamini kwamba kile walichokipata kwenye chuo hiki kwa kweli watakuwa ni watu wazuri na watumishi wazuri kwenye utumishi wao ambao watakwenda kutumika. Mimi naamini wameiva kwa kiwango kikubwa kwa jinsi ambavyo wamefundishwa kwa kina, na matokeo yatakuwa ni makubwa kwenye kujenga ufalme wa Mungu. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Yohana Manisi, ni mwangalizi wa section ya Ikungi Mashariki. Na kwa kweli kipekee nimebarikiwa sana na mahafali hii ya leo tarehe 9 mwezi wa 10. Wachungaji ambao wamehitimu, kwa kweli kwenye section yangu wamehitimu wachungaji 3 ambao kipekee kama mwangalizi nimebarikiwa sana, na ninatumaini kwamba makanisa sasa yanaenda kuongezeka kwenye section yetu, lakini pia hata washirika wataenda kuongezeka kwa sababu makanisa yakiongezeka na washirika wataongezeka. Na kipekee kabisa ninamshukuru Mungu kwa ajili ya chuo chetu hiki ambacho kimekuwa chuo bora cha kupanda makanisa. Hata risala walioisoma wanafunzi wanatamani chuo hiki kipewe hadhi ya kuwa chuo mama, kutokana na ubora wa chuo ulivyo na ubora wa walimu ambao wamekuwa walimu wako mahiri sana katika kufundisha masomo ya theology. Kwa kozi hii walioimaliza wanafunzi wamejisikia vizuri na wametamani kwamba chuo kipandishwe hadhi. Mimi kama mwangalizi najisikia vizuri sana kwa ajili ya mahafali haya na kwa ajili ya wanafunzi waliohitimu. TAG Online TV kwa utukufu wa Mungu tumekutana na mchungaji. Mchungaji, Bwana asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nimefurahi kukuona katika mahafali mazuri kabisa ya chuo cha kupanda makanisa. Ndiyo. Mama, kwa majina yako unaitwa nani? Jina langu naitwa Felista Erasto Mjungu au Mrs. Martin Makula. Mimi pia ni miongoni mwa wanafunzi waliosoma chuo cha kupanda makanisa. Wakati huo kilikuwa kinaitwa chuo enezi. Nilimaliza chuo enezi mwaka 2010, na nikiwa kama mwanamke wa kwanza katika kusoma chuo enezi. Tulikuwa wakati huo tulikuwa wawili tu. Tulikuwa mimi na mama mmoja, mama mchungaji Mwakitalima. Ndio tulianza kama wanawake ambao Mungu ametusaidia kama tumefungua kurasa kwa wanawake. Baada ya sisi kusoma ndipo wanawake walipofunguliwa, wakaona kwamba kumbe kuna uwezekano na wanawake kusoma pia. Kwa hiyo namshukuru Mungu nimekuwa kama mlango wa wanawake kupita katika chuo cha kupanda makanisa. Leo tumeona wanawake ni wachache sana katika list ya watu 24 ambao wamehitimu masomo yao. Wito wako ni upi kwa wanawake hawa wa WWK wanayekutazama hapa pamoja na mabinti katika wito wa uchungaji? Mimi napenda kuwatia moyo wanawake ya kwamba wajiamini ya kwamba Mungu amewaita. Mungu analo kusudi jema ndani ya mwanamke. Na kama tuna mifano mingi ya wanawake katika Biblia
waliomtumikia Mungu. Kwa hiyo mimi napenda kuwaambia kwamba wasiogope, kwa sababu Mungu alisema kwamba atamimina roho yake kwa wanawake na kwa wanaume. Kwa hiyo wote ni watumishi wa Mungu kwa kusudi la Mungu hapa duniani. Amina mama, Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amina, nashukuru. Amina. Kanisa lako lipo wapi? Kanisa langu liko Mangwanjuki. Mangwanjuki na maana ni jimbo la Singida Kati. Jimbo la Singida Kati, sehemu ya Singida mjini kaskazini. Amina mama, Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amina, na mimi Mungu amenipa neema kuwa mtunza hazina wa sehemu ya Singida mjini kaskazini. Amina. Mungu ametubariki katika chuo hiki kizuri kabisa cha kupanda makanisa. Nimebahatika kukutana na mwangalizi wa section ya Iguguno. Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Unajisikiaje kwanza kuwepo hapa siku leo? Nasikia vizuri kabisa kwa sababu hiki chuo kilipo kinaanza mimi nilikuwa pia ni mkuu wa chuo hapa. Kwa nilikuwa sasa nimeanza nacho mpaka majengo haya. Tumejenga haya yote, baada ya kumalizika ndio sisi tukarudi sasa jimbo la Singida Kaskazini. Kwa hiyo kichuo alafu nimeanza pia kufundishia huku. Kwa hiyo manake nikaja nione sasa mahafali ya leo kwa kweli imefana. Na tunamshukuru Mungu paka hapa tulipo kwa sababu kwa kweli nimeona watu walivyofurika, wanafunzi wenyewe walikuwa wanafunzi 24. Ni tangu tumeanza kwa kweli haijawahi kufikia kiwango hichi. Kwa hiyo nilipongeza jimbo la Kati kwa kuhamasisha wachungaji kuwa wengi kiwango hicho. Nafikiri mwaka kesho itakuwa zaidi ya hii. Kwa hiyo nimefika hapa nikajisikia vizuri, nimekaribishwa vizuri. Na mimi nijitambulisha kama mratibu wa elimu chuo cha kupanda makanisa jimbo la Singida Kaskazini. Kwa hiyo nikaja hapa kwa ajili ya kuja kuona mahafali yao na nimeshuhudia imefana sana 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 na Mungu ainuliwe. Amen. Kupitia mahafali haya unaiona miaka 13 ya moto wa Uamsho, hawa watu ambao leo wamefuriwa vizuri kabisa na walimu wazuri kabisa, moto gani unaenda kulipuka kule makanisani? Yani nimeona tu yani wakati hawa watu kwa kweli ibada ilipokuwa inaendelea karibu wote wanashangaa wanajaa roho. Yani hiyo ndio nikakiona kwa sababu kipimo cha kazi ya Pentecoste ni mtu aende na Roho Mtakatifu. Sababu dira yake yote ni Roho Mtakatifu. Ndiye atakayemuongoza lipi la kufanya na lipi sio la kufanya. Nakumbuka Mtume Paulo kuna kipindi alikuwa anahubiri Injili, kafika mahali Roho Mtakatifu akamwambia usihubiri hapa. Akaona mtu wa Makedonia kwa ulimwengu wa roho, yani anapunga mkono kwamba tuvukie na sisi huko. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kwenye kazi ndio kipaumbele. Kama mtu ataondoka, kwa hiyo kilicho nibariki ni hicho. Nikaona moto umelipuka. Na sisi kanisa tunasisitiza sana kwamba wachungaji wasiende bila Roho Mtakatifu. Huyo ndio atakuwa kiongozi. Kwa hiyo nimeona mlipuko wa miaka 13 moto wa Uamsho. Huu ni moto kwa sababu kama mchungaji anasoma amejaa yeye, ataenda kuanza na washirika waliojaa Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Hebu neno moja kwa watu wa kaskazini, kwa Askofu Obadia. Yes, kwa Askofu Obadia. Hebu waambie neno moja wale watu ambao wana wito wa kichungaji, wafike katika vyuo vyao vya kupanda makanisa. Yaani kitu ambacho namshangaa Mungu kwanza, hasa majimbo haya mawili niliyohudhuria leo, hili la Kati na la Singida Kaskazini. Yaani ni watu walioweka simple ada kwa sababu wana 50,000 kwa miezi 5. Kwa hiyo yani wenye wito washindwe wao. Kwa sababu pia ukilipa 50,000 maana yake unabaki unakula, unalala, ulipi chochote. Kwa hiyo mimi nawaalika watu wote pande zote. Na uzuri vyuo vyote sasa cha kwetu cha Singida Kaskazini tumeshamaliza ujenzi, hivi mwaka kesho tunasomea pale pale. Kwa hiyo majengo yatakuepo, uzuri tumeingiza maji. Kwa hiyo maji hawachukui hata mbali, ni hapo hapo bomba lipo. Washindwe nini? Wao tu waje 50,000 mtu amesoma, ametoka na mwaka wa kwanza wa diploma. Na masomo yanayofundishwa 15 sio mchezo. Yamechambuliwa yale ambao yani ni tuseme ni ya mwanzo ya msingi ambayo maana unafundishwa jinsi ya kutunga hotuba, kutafsiri maandiko, unafundishwa uongozi, unafundishwa kutambua aliyejazwa roho ya Mungu na ya kwake na ya shetani. Yani Pentecost experience. Yani mtu anakuwa na ujuzi wa hata anaponena kwa lugha, yeye angalia anapopanua midomo na angalia kinachotamkwa kina roho, maana tayari amejifunza vitu hivyo. Kwa hiyo masomo ni mengi yamechukuliwa yale ambayo kwa kweli yanamsaidia mchungaji kuanza bila shaka. Kwa hiyo mimi niwakaribishe, niwaalike kwa vyuo hivi kwa kweli watu waje wasome. Watakuja kuona. Mimi wakati nasoma Dodoma mwaka 97 ndio nimemaliza. Unajua walikuwa naitwa pale Dodoma kuja kusoma, walikuwa wanafanya kama utani. Baadaye walikuja kushangaa gharama imepanda, wanashangaa tunatoka Mwanza, wanatoka paka walikuwa wanatoka Kenya, tunasoma sisi pale. Kwa hiyo watu watoka na zuba, watu watoke mbali waje wajae hapa. Na uzuri wa sasa hivi CPCT imekuwa kama vile imefungua milango kwamba kanisa Pentecost yana muunganiko. Kwa hiyo natoka shangaa CPCT wakajaa pale. Sasa wenye TAG kama TAG kujikuta watu wameshafurika. Hii ni hatari. Kwa hiyo tunahitaji kabisa kualika wa TAG wajitoe kulingana na kutimiza mpango mkakati wetu wa miaka 13 moto wa Uamsho. Watoke kwa wingi. Na uzuri sasa kanisa letu limefungua milango kwa wanawake na kwa wanaume. Sasa shida nini? Ni watu watoke tu.
utoke. Sana bahati nzuri mama anaweza kumsindikiza asubuhi kumpeleka shuleni ukarudi hata na basikeli. Sasa hii ukaribu huu tufanyeje? Mungu atupe nini zaidi haya? Mimi nawaalika pande zote na 4 waje kusoma vyuo. Wasome vyuo. Unajua usome uelewe kinachoenda. Ndio maana leo imani mbaya zinapandwa. Elimu mbovu, una elimu mtu anakuingizia vitu vya ajabu ajabu, unapewa mafuta. Si una elimu tu. Mungu alitembea kwenye mafuta kwa, yani unajua tofautisha revelation na continuation message. Utapanda Elisha tunamuona kabisa aliweka chumvi maji akapona. Kwa nini upande gani ameweka chumvi? Wapi? Fuatilia popote. Kwa kila muujiza wa revelation Mungu anapofunua unafanyika pale, ila sasa mtu ajue kwamba, kwa mfano nikupe tu mfano rahisi. Hivi imagine mtu alikuwa kipofu, alafu anasema nimeona. Nimeona, alafu kinaliwa kiti. Kiti gani? Anasema rangi ya kijani. Hivi hata kili kuambia hapa ni kudanganyana. Alikuwa anajuaje rangi? Huyu alikuwa kipofu haoni. Leo anakuja kutambua rangi. Uone kama unadanganywa hapo. Lakini kama nimesoma naangalia muujiza na tafsiri yake. Sio muujiza tunatoka kwa nani? Lazima utafsiri. Wewe mtu kipofu, alafu kwambia rangi ya kijani. Alijua wapi rangi ya kijani? Mafua aseme kiti maana anaweza kakalia. Lakini akitafsiri rangi, hamna hiyo biashara. Hiyo wote watu wanapoteza kwa sababu ya elimu. Ukisoma tayari unakuwa unajua kusoma, unakuwa kama mtu mizizi, mtu uliokuwa na mzizi wenye nguvu. Kwa hiyo utikisi na upepo wa elimu mbovu. Kwa hiyo mimi nashauri watu wasome ili waweze kutulia na kutembea kwenye ulimwengu ambao umekuwa mbovu, elimu zimejaza ajabu ajabu, unaweza kuzitofautisha. Kwa hiyo nawaalika kusoma. Miaka 13 ya moto wa msho. Namtaka Bwana na nguvu zake. Namtaka Bwana na nguvu yake. Miaka 13 ya moto wa msho. Yesu asifiwe sana. Wewe mtazamaji unaendelea kutazama chombo kizuri cha kanisa cha TAG Online TV. Niko na muhitimu wa chuo cha kupanda makanisa siku ya leo. Atajitambulisha yeye ni nani na tutaona ana mawazo gani baada ya kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Hongera kwanza kwa kuhitimu siku ya leo. Nashukuru sana, nafurahi sana kuhitimu na tumefurahi sana kwa kweli. Miezi 5 tulikuwa hapa na tumeona vitu vizuri, masomo mazuri, na naamini kabisa masomo haya tumejifunza, na baada ya kutoka hapa tunaenda kufanya vizuri. Hususan chuo hichi ni chuo cha kupanda makanisa. Kwa hiyo na maana kwamba tukitoka hapa tunaenda kupanda makanisa. Hilo ndilo lengo hasa la chuo hili na masomo haya. Unajionaje siku ya leo kuingia sasa kazini baada ya kutoka kwenye masomo unaingia kazini? Wewe kwako unajionaje? Kwa kweli ni furaha kubwa sana. Ni furaha isiyokuwa na kifani kwa sababu yani tunavyoangalia hivi tunafurahi sana. Kuhitimu tulikuwa tunaona ni miezi mingi sana. Tumepitia vitu vingi. Kwa leo yani tumefurahi sana kufikia hatua hii kuhitimu. Mungu wa mbinguni, niko vizuri sana. Amina. Masomo mnaonaje? Masomo ni mazuri, ametupandisha kiwango. Tulikuwa tuko chini, lakini sasa tuko kwenye kiwango kikubwa. Tuko kiwango cha juu sasa. Tulivyoingia hatukuwa hivi, lakini tumehitimu, tumekuwa watu wa tofauti sana. Tuko viwango vingine kwa kweli. Walimu ni wazuri, silabasi za masomo ni nzuri. Kwa hiyo tunafurahi. Tutegemee nini baada ya hapa? Matunda mazuri. Matunda mazuri. Kabisa. Fanikio. Amina. Majina yako ni nani na umetokea wapi? Mimi kwa majina ni Sylvester Ramadhani. Nimetokea kule Ikungi Mashariki, kanisa la TAG Makyungu, kwa mwangalizi wangu Yohana Manisi. Na baada ya kutoka hapa tayari tuna mpango kakati wa kufungua huduma tawi lingine. Kwa hiyo nikitoka hapa tayari naingia kazini. Miaka 13 ya moto wa msho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 ya moto wa msho. Moto kawake sasa. Amen. Ubarikiwe sana. Asante sana. Amina. Naitwa mchungaji Paulo Sima. Ni katibu wa idara ya maandiko jimbo Singida Kati. Tuko hapa kwenye duka la vitabu. Na vitabu vizuri sana hapa kwa ajili ya huduma za wachungaji. Tunayo katiba, tuna vyeti mbalimbali, vyeti vya kubariki watoto, vyeti vya ubatizo, bahasha tunazo, vitabu mbalimbali. Tuna kitabu cha uzima tele, vitabu vya nyimbo ambavyo ni baraka sana kwa washirika wetu. Tuna kitabu cha mwongozo maalum wa ibada maalum kwa wachungaji.
Kwa hiyo tuna vitabu, kuna Wakili Mwaminifu, ni kitabu kizuri sana hiki. Kwa hiyo hivi ndio bidhaa ambazo tumekuja nazo, viko hapa kwa ajili ya baraka ya kanisa. Kwa hiyo tunawakaribisha wote duka letu la jimbo, idara ya maandiko DLD Singida Kati. Wakuwa na hivi vitabu hasa kwa wachungaji, katiba ni ya muhimu, hata na washirika pia. Hata washirika pia kuwa na katiba ni muhimu sana. Na pamoja na bahasha ni muhimu. Bahasha inamuongoza inaonyesha kwamba kwa mwezi mtu ametoa mafungu ya 10 kwa kiasi gani. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo zinaonyesha pale. Vyeti ni vya muhimu, vyeti vya kubariki watoto, vyeti vya ubatizo ni vitu muhimu sana. Kwa karibuni sana kwenye duka letu la vitabu jimbo la Singida Kati.